hai mtakatifu. Bwana, leo tena Baba umenipa neema ya kusimama mbele ya watakatifu wako ili unitumie kama chombo chako kuweza kuwafikishia watu wako ile ufunuo wa kwako uliyetuma malaika kwake Yohana ili Yohana aiandikie watu wako. Ninakutukuza Baba wa rehema kwa ajili ya neema yako hii uliyenipa Baba. Ni kwa sababu Baba wa rehema ni wewe muweza Baba wa rehema. Na Baba wa rehema, leo tena tunapoingia katika sura ya 9 na 10 Bwana, ni ufunuo wako Baba. Ni wewe ndio unayeweza kuifundisha, sio mwanadamu. Nitumie kama chombo chako kuifundisha Baba wa rehema, tukiyajua hayo Baba, tukijiepusha na mambo ya dunia na mabaya yote, ili tujiandae ili hayo yote Baba wa rehema ya wakati ujao, kama tutakuwa hai Baba, isitukute, bali tuwe katika wale watakatifu watakaye kwenda katika ile harusi ya mwana kondoo wa mbinguni. Asante Bwana kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu bora tuliyejua na Bwana Yesu. Ametufariji, ameendelea kuwa pamoja nasi akitusaidia. Na Baba, gusa watu wako wote katika neno lako. Tuko katika kitabu chako cha 66, maana ni climax Baba. Iondoke na Baba vizuizi vyote katika maisha ya watu wako, mabaya yote yaliyoshindikana kutoka, ufunuo iwatoe Baba wa rehema. Nami natukuza jina lako, maana ile nguvu yako inayoonekana Baba katika ufunuo ionekane katika maisha ya watu wako. Na Baba, tutakapoenda katika sura ya 9 na ya 10, neema yako iwe pamoja nasi, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na watu wote waseme amen. Amen. Tuliendelea jana katika kitabu cha 66, kitabu kilichoandikwa na Yohana mwana wa Ngurumo, mwana wa Zebedayo, moja kati ya wale tanasara. Naye alikuwa ni msaidizi wa kiongozi aliyekuwa ni Petro. Baada ya Petro alikuwa ni Yohana. Na mambo yaliyotabiriwa na kutolewa unabii na manabii wa Agano la Kale, bila shaka Yohana yeye aliyaona katika maono ambayo ni kama ufunuo. Na ufunuo nilikuambia natoka kwenye neno la Kiyunani ambayo inaitwa kalupsis. Neno hilo maana yake ni kuyaweka bayana mambo yaliyofunikwa ama yaliyojificha, ambayo ni ufunuo. Huo ufunuo, lengo la kuandikwa kitabu cha Ufunuo ilikuwa ni kwa ajili ya makanisa yale 7. Mateso yale yaliyokuwa yameanza kutokea katika dola la Kirumi, na kilichopata nini? Ikawa wanaandikiwa watubu, waishi maisha matakatifu, na kuambiwa mambo ambayo Bwana atakuja kutoa katika hukumu katika wale ambao walitesa kanisa. Bila shaka ikawatia moyo na wakamalizia safari yao vizuri. Sasa kwa sababu iliandikiwa makanisa 7. Kwa nini makanisa 7? 7 namba ya ukamilifu, ina maana iliwakilisha makanisa yote. Ndio maana kitabu hicho mambo yamekwenda 7. Milima 7, macho 7, kanisa 7, miuri 7, vitasa 7, baragumu 7, miaka 7, kila kitu kinakwenda 7. Ina maana inakuwa kamilifu. So jana tukawa tumeenda kwenye sura ya 7 na ya 8. Tukawa tumeona katika sura ya 8 ile muhuri wa 7 ulipofunguliwa. Ule muhuri wa 7 ukatoa baragumu 7. Baragumu 7 tukafanikiwa kupitia baragumu 4 za kwanza.
iliharibiwa na baragumu ya kwanza ambayo ilipopigwa palitokea na mvua na moto na mawe, na ikawa juu ya nchi, mimea ikawa theluthi moja mimea ikawa imeharibiwa. Na baragumu ya pili ilipopigwa na malaika, basi mlima wa moto ukashuka katika bahari, na theluthi moja ya viumbe vinavyokaa baharini ikawa wamekufa. Kisha baragumu ya tatu ilipopigwa, tukaona nyota imefanya nini? Imeanguka nyota katika mito na chemichemi, na theluthi moja ya nini? Ya viumbe vinavyokaa katika chemichemi ya maji na mito ikawa amekufa. Baragumu ya nne ilipopigwa ikatokea nini? Naomba usome kwa sababu lengo langu ni ujue. Mimi nataka ujue. Jua kutiwa giza. Yes. Jua, mwezi na nyota ikatiwa giza, lakini ikatiwa ni theluthi ya jua, mwezi na nyota ikatiwa nini? Giza. Ina maana ikawa sasa huwezi kuona mwanga jua moja kwa moja unavyoiona. Unaiona lakini sio inavyotakiwa. Amina. Lakini hapo tulipomaliza ile baragumu ya 4, akapita tai juu ya anga, akatangaza ole 3. Maana hizo ole 3 ikiwakilisha baragumu 3 zilizofanya nini? Zilizobaki. Ole ina maana sasa ole ina maana ya kuwa baragumu 3 zilizobaki zinahusiana na wanadamu, ndio maana hazihusiani na vitu vingine. Ndio maana akatangaza ole, maana ole ni kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuende katika sura ya 9 ili tuone baragumu ya 5 na ya 6. Alafu bila shaka tulivyoona ile muhuri wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, 5 na 6, kabla ya muhuri wa 7 palitokea nini? Palitokea angalao muda kama mapumziko ama muda, wakapita kipindi cha mpito. So na sasa tutakapoenda kwenye baragumu ya 6 patakuwa na kipindi cha mpito wakati inasubiria ile baragumu ya nini? Baragumu ya 7. Lakini kipindi cha mpito ile ya mihuri tuliona ya kuwa sura ya 7 inatokea nini? Tukaona Mungu akileta neema ya kuwapiga muhuri wale 12,000 kwenye kila kabila katika yale makabila 12 ya Israeli. Na pia ikaonekana umati mkubwa ambao walifanya nini? Walizunguka kiti cha enzi, na ikawa anaambiwa Yohana ya kuwa hao ni wale ambao waliokolewa kwenye nini? Kwenye dhiki kuu. So hebu tuone ya kuwa je, katika hiki kipindi cha mpito ambayo ni baragumu ya 6 kuelekea 7, je patakuwa na neema tena? Na je baragumu ya 7 itakuwa tutegemee nini katika baragumu ya 7? Maana katika muhuri wa 7 tulipokuwa kwenye 6 tuliona kabisa kuwa pana kitu ambacho tuliona ambayo ilijificha, ambao nataka tuone tena. Lakini ilikuwaje? Tuliona katika ile mihuri 4 ya kwanza ilihusiana na nini? Ilihusiana na wale farasi 4, lakini ilikuwa ni tukio katika ulimwengu wa kawaida. Sema ulimwengu wa kawaida. Lakini tulivyoingia katika muhuri wa 3 iliyobaki, ambayo ilikuwa ya 5, ya 6 na kaja ya 7, tukapata ya kuwa ile mihuri 3 ya mwisho ilihamia sasa kwenye ulimwengu wa kiroho,
alafu ikahamia sasa mbinguni. Tuliona ya kuwa katika muhuri wa 5, baada ya muhuri wa 4 tukaona ya kuwa ilipofunguliwa muhuri wa 5, hali ikahamia sasa kwenye mbinguni. Ikaonekana wale watakatifu ambao waliuawa katika dhiki kuu wakiwa chini ya nini? Wakiwa chini ya madhabahu ya mbinguni, na maana bado hawajavishwa nini? Mavazi meupe, wala hawajapewa kibali cha kuzunguka kiti cha nini? Cha enzi. Tukaona ya kuwa wanalalamika kwa ajili Mungu anachelewa kutoa hukumu kwa ajili ya wale waliofanya nini? Waliowaua na kumwaga damu yao. Lakini kawa wanaambiwa kwa wasubiri mpaka wengine nao waje wauawe, ndipo sasa Mungu hajachukue nini? Hajachukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na kisha baada ya hapo, ile baragumu, ile muhuri wa 6 ilipofunguliwa, ikatokea nini? Ikatokea tetemeko. So watu wa Mungu tukaona kuwa yanahamia nini? Yanahamia mbinguni. Maana kabla ile muhuri wa 6 kufunguliwa, kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni ya kuwa watu wa Mungu tayari maombi ya nani? Maombi ya watakatifu wale inaanza kufanya nini? Kujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuende tuone ya kuwa je, hizi ole 3 ama baragumu 3 za mwisho, je, tukio itahamia katika ulimwengu wa kiroho? Maana tayari baragumu ngapi? 4 za kwanza tumeona iko katika ulimwengu wa nini? Wa kawaida. Maana tukaona kabisa ya kuwa ile mvua na ile mawe ikashuka katika ulimwengu wa kawaida, ikaharibu miti, ikaharibu mimea. Lakini pia ile mlima pia ukashuka baharini, ulimwengu wa kawaida. So hebu tuende tuone kama baragumu za 3 za mwisho itahamia katika ulimwengu wa kiroho. Lakini nakwambia hivi, hizo 3 nayo zinahamia kwenye ulimwengu wa kiroho, lakini sasa inahamia wapi? Haihamii mbinguni, inahamia sasa kuzimu. Mambo yanatoka kuzimu sasa, yale mapepo ambayo tutaona, mapepo ambayo yanatisha, tukianza kuona sasa viumbe vinavyofanya nini? Vinavyotisa. Hebu twende kwenye sura ya 9 kitabu cha Ufunuo. Nasoma kwa jina la Yesu. Malaika watano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Umeona sasa? Tumeona tulikuwa katika ulimwengu wa kawaida, lakini baragumu ya 5, huyu malaika wa 5, na maana tayari tunaanza sasa zile ole sasa. Ole ina maana sasa mambo yanaanza kuwa mabaya kupitiliza, lakini bado tuko katika ile hatua ya miaka 3.5 ya nini? Ya dhiki kuu, ambayo bado kuna neema ya watu kupata kufanya nini? Kuosha mavazi yao kwenye nini? Kwenye damu ya mwana kondoo. Lakini tukaona pia kuwa kwa wana wa Israeli tayari Bwana anakuwa tayari watu 144,000 anakuwa ameshawaweka muhuri. Hao wanakuwa kama limbuko ya wenzao ambao wataokolewa katika kipindi kile cha mwisho cha nini? Cha dhiki kuu. Hebu twende tuone sasa huyu malaika, huyu nyota alianguka chini ni nyota aina gani? Hebu twende taratibu. Mstari wa 2. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukatoka kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala mtu wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya uso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wawateswe miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tayari inapopigwa baragumu ya 5, nyota anatoka juu, anaanguka. Bila shaka watu wa Mungu, katika kitabu cha Ufunuo kuna wakati nyota inawakilisha malaika wa nuru, kuna wakati inawakilisha malaika wa nini? Wa giza. Na tuliona nyota 7 kwenye mkono wa Yesu ikiwakilisha malaika 7.
So watu wa Mungu, huyu nyota alianguka, huyu nyota huyu ambaye amepewa nani, anawakilisha nini? Anawakilisha malaika. Lakini malaika gani? Malaika gani? Maana kapewa funguo. Nani aliyekuwa na funguo wa kuzimu na mauti? Yesu ndiyo aliyemnyang'anya shetani funguo za kuzimu na mauti. Bila shaka asingeweza kumpa shetani tena funguo za kuzimu na mauti. Lakini na maana anatumwa malaika wa nuru, sasa anapewa funguo. Maana Yesu bado harudi. Yesu anasubiri aje arudi mwisho wa dhiki kuu katika sura 19, akiwa amepanda farasi mweupe, na kwenye kinywa chake inatoka upanga ukatao kuwili. Lakini tumeona farasi katika ile muhuri wa kwanza, yule farasi mweupe yule alipandwa na mpinga Kristo ambaye alibeba uta, na kichwani mwake amevishwa nini? Amevikwa taji. Lakini yeye kazi yake ni kudanganya nini? Kudanganya watakatifu wale kana kwamba yeye ndiye, lakini yeye siye. Bwana Yesu asifiwe. So huyo aliyepewa funguo alikuwa ni malaika wa nuru, ili atekeleze nini? Azma ya yale ambayo ni kufungua kitabu, ambao ndi kazi ya Bwana mwenyewe. Tayari anaenda kufungua nini? Anakwenda kufungua kuzimu. Alafu kumbuka ya kuwa, bila shaka kumbuka ya kuwa azuiaye alishafanya nini? Alishaondolewa. Ndio maana watu wa Mungu, mashetani wanafanya kazi kwa kuibia. Mashetani wafanye kazi kama watakapofanya kazi baada ya kufunguliwa wakati huo na hiyo nyota ambayo imetoka mbinguni. Sasa hivi mashetani wanafanya kazi lakini kwa kuibia, maana kanisa haliwaruhusu. Umeona, watafunguliwa na idadi yao itakuwa kubwa. Ndio wale mashetani watakuwa chini ya kiongozi wao, ambayo atakuwa ndio huyo Lucifer. Maana kiongozi wao anaitwa Abaddon ama Polioni, ambayo maana yake ni muharibifu, destroyer. Muharibifu ni nani? Ndio huyo shetani Lucifer. Kwa sababu ni yeye ndiyo atakayebaki, ambayo katika ile sura ya 20 mstari wa kwanza utaona malaika mwingine akishuka na minyororo pamoja na pingu, naye akimtia pingu, akifungua kuzimu tena, akimingiza kwenye shimo usiokuwa na kina na kufungiwa. Ina maana na yeye atakuwa sasa anatembea, sasa anafanya kazi na jeshi lake. Lakini kumbuka, watamdhuru nani? Tayari Bwana ameshaweka Waisraeli wale mihuri, na walio wa kwake ameshawaweka nini? Mihuri. Ina maana sasa hao wanakuja, lakini kwa ajili ya kuangamiza wale waliopo upande wa nani? Upande wa shetani. Nyota akashuka chini. Watu wengine wanajaribu kutafsiri ya kuwa ile Luka sura ya 10 mstari wa 18, ambayo Yesu alisema kwa nikaona shetani ametupwa chini. Bila shaka hakuna jinsi ambayo Yesu angeweza kumrudishia shetani tena funguo za nini? Za kuzimu. Sasa angefunguaje tena wakati yeye ndiye anayefunguliwa? So bila shaka huyu alikuwa ni malaika anayetenda kazi. Unaona, tuliona kwenye Agano la Kale palikuwepo na malaika wa uso wa Bwana aliyekuwa akiongea. Ni kana kwamba Mungu ndiye anayeongea. Kichaka aliyemtokea Musa kwenye kichaka kilichowaka moto akuwa ni Mungu. Alikuwa ni malaika wa uso wa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura 3 utaona kabisa ya kuwa malaika wa uso. Aliyemtokea Ibrahim malaika wa uso, aliyemtokea Joshua malaika wa uso wa Bwana. So yawezekana malaika wa uso wa Bwana akatenda kazi katika maeneo ambayo inatakiwa Yesu atende kazi. Maana Yesu bado alikuwa hajapata nafasi ya, bado wakati huo bado yupo kwenye harusi. Wapi? Yupo kwenye harusi yake mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende mstari wa 6. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe, nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji. Umeona sasa? Hebu pata picha jinsi walivyo hao nzige. Vigezo hivyo vinaashiria nini? Vinaashiria bila shaka ya kuwa hao ni mashetani.
mashetani ndio anayekuwa na maumbo yanayetisha. Maana iweje nzige lakini kana meno ni kama ya nini, nywele ni kama ya mwanamke, macho ni kama, bila shaka hao viumbe vya kutisha ni mashetani. Shetani anaweza kavaa umbo lolote baya. Amina. So walikuwa na vigezo hivyo, lakini kumbuka ya kuwa hao mashetani wametoka, lakini kumbuka hiyo ni ulimwengu wa kiroho. So wakionekana wanaonekana hivyo, lakini wanapotoka kuzimu, kumbuka ya kuwa tayari nilikuambia hizi ole tatu ambayo ni baragumu tatu. Bila shaka tumehamia tena kwenye ulimwengu wa kawaida, tena kwenye ulimwengu wa kiroho. Lakini kumbuka ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kawaida ni ulimwengu pacha ambao zinafanya kazi kwa ushirikiano. Shetani anaweza akatoka na akavaa mwili akaonekana. Tumeona mashetani yakionekana na watu wakiona kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na malaika walionekana. Hebu twende mstari wa 7. Wa 6 yani karibia na malizia. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Mstari wa 7. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao wanamikia kama ya nge na miiba, na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. Na juu yao wanaye mfalme, naye malkia wa kuzimu, jina lake kwa Kiebrania ni Abaddon, na kwa Kiunani analo jina lake Apolioni. Ole wa kwanza umekwisha pita, tazama bado ziko ole 2. Umeona sasa, anasema ole ya kwanza umepita. Lakini kumbuka ilo jeshi ambayo ya nzige ambayo inayo vigezo hivyo, tayari wako chini ya kiongozi wao ambayo ni malkia wa kuzimu, anaitwa Abaddon kwa lugha ya nini? Kwa lugha ya Kiebrania, na Apolioni kwa lugha ya Kiunani. Na maana yake ni nini? Maana yake ni muharibifu, destroyer. Shetani huwa anaitwa muharibifu. So kinachofanyika ni nini? Kwa mapenzi ya Mungu wanaruhusiwa kutesa watu. Lakini kwa kipindi gani? Miezi 5. Kwa nini miezi 5? Bila shaka uwe makini ninavyoongea kuhusu 5. Namba 5. Namba 5 ni namba ya neema ya Mungu, God's grace. Ina maana kinachofanyika ni nini? Ina maana wanatesa watu mpaka Mungu, kipindi cha Mungu alichokipanga kinafanya nini? Kiishe. Tukienda kwenye Biblia, namba 5 tunaiona wapi? Tunaona vile vitabu 5 vya kwanza kwenye Biblia vilikuwa ni vitabu vya nini? Ni vitabu vya sheria za Mungu, kati ya Mungu na watu wake. Tunaona vitabu 5 vya kwanza kwenye Agano Jipya ni vitabu ambao vinaongea kuhusu Injili, na hii pia ni kama sheria ya Agano la Kale kati ya Mungu na wana wa Israeli. Agano Jipya, vitabu 5 hivyo kwanza ni vitabu ambao ni misingi kati ya Mungu na watu wake. Utapata uishije, utapata ukaaje ili upate kurithi uzima wa milele katika vitabu 5. Ni vitabu ambayo vinavyo neema ya Mungu. So ina maana miezi 5 ina maana ni katika kipindi cha neema ya Mungu. Ina mpaka Mungu akubali. Lakini utaona ya kuwa baada ya muda tayari ina maana inatolewa tena mateso mengine kuendelea. Lakini baada ya hapo tunaambiwa kuwa hiyo ni mwisho wa ole wa kwanza, lakini bado kuna ole ngapi? Hebu twende tuone ole hiyo ya pili ambayo ni baragumu ya ngapi? Ya 6, alafu tuone itatokea nini. Twende kwa jina la Yesu. Mstari wa 13. Malaika wa 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu,
wafungue nao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika 4 wakafunguliwa waliokuwa wamewekwa tayari kwa saa ile na siku na mwezi na mwaka, ili umeona sasa uwe theluthi ya wanadamu. inapopigwa baragumu ya 6 tayari kuna malaika anatokea wapi? Katika madhabahu ya dhahabu. Madhabahu ya dhahabu. Madhabahu ya dhahabu ilikuwa ni madhabahu ya kufukuzia uvumba. Ilikuwa na pembe 4 hivi. Ina maana hapa palikuwa pamechongwa kiasi kwamba kuna kitu kimetokeza hivi kama pembe, na huku na huku. Na mara nyingi kwenye Agano la Kale mtu kama alitaka kuuawa alikuwa akikimbia akishika hiyo madhabahu ya pembe ya madhabahu ya uvumba ama dhahabu, alikuwa auawe. Tuliona mtu mmoja akitaka kuuawa na Sulemani. Alikuwa ni ndani pale paka akimbia kaenda kashika pembe ya madhabahu. Kaka yake alikuwa anaitwa nani? Umesahau? Kaka yake alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Ado. Bwana Yesu asifiwe. So nilikuambia kuwa madhabahu hiyo ya uvumba mbinguni ilikuwepo. So akatokeza malaika katika nini? Katika ile madhabahu ya dhahabu yenye pembe 4. Lakini kwa nini hiyo madhabahu? Hiyo madhabahu ndio ile madhabahu tuliona katika ule muhuri wa 5 ilipofunguliwa. Basi akatokeza malaika akafanya nini? Akachukua chetezo, akaweka uvumba, akachanganya na maombi ya nani? Ya watakatifu, akaweka moto akitoa kwenye hiyo madhabahu, na moshi ukapanda ukaenda katika kiti cha enzi, na akachukua moto tena akaweka kwenye ile chetezo akatupa duniani. Kisha kilichopata ni nini? Pakatokea ngurumo na nini? Na radi. Naomba uwe makini hapa. Tunaanza kuingia kwenye mambo yaliyoko ndani ambao ni mara ya kwanza utayasikia leo. Bila shaka mambo mengi yamekuwa yapo kwenye Biblia yana maana, lakini tumeshindwa kuyafunuliwa kwa sababu wakati wa Mungu bado. Kwa nini damu ilikuwa inamwagwa kwenye madhabahu ya nini? Madhabahu ya kuteketeza. Kwa nini moto? Asili ya ile moto ilitoka wapi? Asili ya ile moto iliyokuwepo kwenye ile madhabahu ya kuteketeza ni moto ambao tukirudi kwenye ile kitabu cha Walawi sura ya 9 tunaona kabisa kuwa wale watoto wake nani? Watoto wake Haruni walifanya nini? Waliamua kuchukua moto kutoka katika nini? Moto kutoka nje ya sehemu patakatifu, wakaweka moto wa kigeni, wakaweka katika vyeteo vyao, na kilichopata moto ulitoka mahali patakatifu ikawateketeza. Ina maana moto uliyekuwa unawaka pale katika ile madhabahu ya kuteketeza ni moto uliyetoka mahali patakatifu, ambayo ilitoka kwa Mungu. Ndio maana ule moto ulitunzwa, uliwaka mchana na usiku, usipate kuzima hata kama walikuwa wanafanya nini? Wanasafiri. Moto unawakilisha nini? Mara nyingi tulivyoona maeneo ambayo Mungu alikuwa anashuka mlimani, moto ulikuwepo, radi ulikuwepo, na ngurumo na kadhalika zilikuwepo, na tetemeko. Ina maana moto asili yake ni adhabu ya Mungu. Ngurumo pia inawakilisha adhabu ya kimungu. Kwa nini madhabahu ilikuwa inawaka moto alafu damu inamwagwa juu yake? Tunaona kabisa ya kuwa Shetani alipotenda dhambi akatupwa nje ya mbinguni, Mungu alimfanyia nini? Mungu alimtengenezea moto wa jehanamu nani?
Sema shetani na malaika zake. Shetani na malaika zake. Kwa sababu Mungu akutengeneza moto wa jehanamu kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu kwenda motoni ni bahati mbaya, na Mungu hataki jambo hilo. Ndio maana moto wa jehanamu iliandaliwa shetani na malaika zake. So kabla ya mwanadamu kuwepo, tayari moto wa jehanamu ulishaandaliwa, maana shetani alitupwa kabla mwanadamu hajaumbwa. Tayari akawa ameshaandaliwa. Ndio maana huu moto wa jehanamu bado Mungu ameiweka. Lakini ukiona pale kwenye kiti cha enzi, tulivyoona vizuri kwenye kiti cha enzi sura ya 4 na ya 5 kitabu cha Ufunuo, tuliona kabisa ya kuwa kwenye kiti cha enzi pana na moto pale. Ukuona moto, ukuona na upinde, ukuona na nini? Ukuona moto. So ule moto ndio hukumu ya Bwana ambayo imewekwa tayari. So ina maana moto ni ishara ya hukumu ya Mungu. Na damu, tukisoma kwenye ile sura ya 9 kitabu cha Mwanzo, tunaona kabisa Mungu anamwambia nani? Anamwambia Nuhu ya kuwa hakika yake msile nyama na damu, maana kwenye damu pana nini? Pana hai wa nani? Pana uhai wa mnyama. Sasa kumbe ile swala la ile madhabahu ya kuteketeza, ambayo ile damu ya yule mbuzi wa kafara aliyekuwa anachinjwa kwa ajili ya dhambi za wana Israeli, pamoja na ile ng'ombe, ilikuwa inamiminwa katika ile moto wa Bwana. Na maana tayari uhai wa yule nani? Wa yule mnyama aliyekufa kwa ajili ya dhambi ya watu. Ina maana ilikuwa ghadhabu ya Bwana tayari inaipiga. Ina maana ile moto, kama ni ghadhabu ya Bwana, ilikuwa inapiga uhai wa nini? Uhai wa yule mnyama, ambayo anawakilisha nani? Anawakilisha yule mwanadamu aliyetakiwa anapotenda dhambi, moto ule uwe ni nafasi yake. Sema amina kubwa. Amen. So watu wa Mungu, hiyo ngurumo na moto na radi inawakili, ambayo yule malaika alipotupa ile chetezo, tayari iliwakilisha hukumu ya Bwana. Ndio maana unaona ikaanza kutokea sasa hizi mapigo. Tayari Mungu ameanza kutoa nini? Ndio maana kuna andiko linasema hivi: waliyemkataa Kristo, ghadhabu ya Bwana yu juu yao. Ina maana tayari mateso yanaanzia wapi? Yataanzia katika ulimwengu wa kawaida, kwa watu watakayefanya nini? Watakee kuwepo katika kipindi cha nini? Cha dhiki kuu. Hebu sasa tuende katika ole ya pili, ambao ni baragumu ya ngapi? Sema baragumu ya 6. Baragumu ya 6. Ole wa pili ni baragumu ya ngapi? Ya 6. Hebu twende mstari wa 16. Na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000, nilisikia hesabu yao. Hivyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu, na waliokaa juu yao wanadiriki kifuani kama za moto na za samawi na za kiberiti na za vita. Kumbuka ya kuwa hao farasi wametokea wapi? Tayari wale malaika wangapi wale? Malaika wale 4 waliokuwepo upande Frati, waliyekuwa wamezuia, sasa wanaachiwa. Kwa nini imetumika Frati? Watu wa Mungu, katika Agano la Kale, uvamizi wa Israeli ulitokea upande wa Frati uliokuwa mashariki. Bwana Yesu asifiwe. Ulitokea upande wa mashariki ambao ulikuwa ni Frati. So Frati uliwakilisha hukumu ya nani? Hukumu ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Iliwakilisha hukumu ya wana wa Israeli, lakini inawakilisha hukumu pia ya wana wa Israeli katika Agano Jipya, ambao ndio wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama unavyojua, wana wa Israeli wao walikuwa ni mzabibu mwema, lakini walipomkataa Bwana, tayari Bwana akaamua kuchukua mzabibu mwitu. Ifanye nini? Ukakatwa, alafu ukaunganishwa katika nini? Katika ile shina ya mzabibu wa kweli. Ina maana imefanywa grafting. Sisi tumepandwa katika nini? Katika ile
shina, lakini ile ni shina ya nini? Shina ya mzabibu mwema ambayo ni Israeli. Ina maana tayari, ndiyo maana imetokea ya kuwa wale malaika wanatoka wapi? Wanatoka kule katika mto Frati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tayari wale, lakini tayari unaona kwa farasi, lakini hesabu yake ni elfu ngapi? 20,000 kwa 10,000. Ina maana milioni 200. So watu wa Mungu, kwa sasa hivi milioni 200 inawezekana ikawa idadi ndogo, maana hata jeshi la China inawezekana ikawa kubwa kuliko milioni 200, si ndio? Maana China si wako watu bilioni 2, lakini taifa lenye jeshi kubwa kuliko mataifa yote ni China. Lakini kwa kipindi hicho watu hawakuwa wengi kiasi hicho. So bila shaka idadi hiyo, ina maana bila shaka hao walikuwa ni wengi kweli kweli, kiasi kwamba waliweza kumgusa kila nani? Kila mmoja aliyokuwepo katika uso wa nchi, ambayo hakuwa na muhuri wa nani? Muhuri wa Mungu aliyewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao toka moto na moshi na kiberiti. Mstari 18. Theluthi ya wanadamu wakauawa kwa mapigo. Umeona, mapata picha hiyo inawakilisha, unakumbuka kuna mji mmoja ambao watu walishupaza shingo, wakakatazwa waache kutenda mabaya, na Mungu alivyoshuka kwenda pale na kutuma wale malaika, kilichopata ni nini? Wao wakataka kuwatenda mabaya, wakataka kuwafanya kuwa wanawake, lakini mji ule ulichomwa kwa moto wa kiberiti. Ilikuwa ni kana kwamba salfa inawaka, sio mchezo. So kinachofanyika, tunaona hawa farasi sasa ya kuwa wana nini? Wana kiberiti. Ina maana tayari hawa inaashiria hukumu kama ile iliyokuwa Sodoma na Gomora, lakini hawa wataangamiza tena theluthi ngapi? Moja. Hebu ona, theluthi moja ilishaangamizwa, theluthi moja inaangamizwa, bila shaka watu wanapungua. Na yale mapigo mengine kama njaa na nini, maana kama mimea umesha affect tayari, njaa inakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuende. Kwa moto huo na moshi huo na kiberiti hicho iliyotoka katika vinywa vyao. Mstari 19. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa nao wanadhuru. Kwa hivyo na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda, wala hawakuhutubia uwaji wao wala uchawi wao wala uasherati wao wala wizi wao. Pata picha ya kuwa pamoja na mateso hayo, hao farasi hao ambao mkia yao wana vichwa vya nyoka, wanagonga na midomo yao inatoa moto na kiberiti, lakini bado wale watu ambao walikuwa hawana muhuri wa Bwana bado hawakutubu, wakaendelea kufanya mabaya. Watu wa Mungu, mtu akupotea ni wakupotea tu. Mtu akupotea hata kama ungemhubiria mpaka kesho kutwa, lazima pote. Hebu ona mateso haya yote, lakini bado hawakutubu kwa ajili ya uchawi, kwa ajili ya mabaya. Nasema hivi, watu wa Mungu, lazima tubadilike. Kumbuka kwa mpaka wakati huo bado neema ya kubadilika ipo. Maana kama wakutubu, ina maana kama wangeitubia hayo mambo yaliyoorodheshwa hapo, ina maana bado pamoja na walikuwa hawana mihuri, maana bado shetani hajawaweka muhuri, ina maana bado neema ilikuwepo ya nini? Ya wao nao kuokolewa. Wamekataa bado kutubu, lakini neema ile inakaribia kuisha, maana itamofika miaka 3.5 tayari ambayo kwenye miaka 3.5 ya pili, ina maana shetani atatia watu mihuri. Wakishatiwa mihuri ndio basi sasa. Lakini bado, hebu twende kwenye sura ya 10 tuone. Tumeona ole wa pili ambao ni baragumu ya ngapi? Ya 6. Lakini sasa panatokea tena kipindi cha nini? Kipindi cha mpito kwanza cha maandalizi ya baragumu ya ngapi? Ya 7. Lakini hatujui baragumu ya 7, je, yawezekana nayo pia isitoke peke yake ikatoa kama vile ile muhuri wa 7 ilivyotoa baragumu 7. Yawezekana hii baragumu ya 7 naye ikazua na mengine. Lakini hebu tuone kipindi cha mpito
ambayo imekuwepo katika sura ngapi? Ya 10, kama tulivyoona kipindi cha mpito uliokuwepo kwenye sura ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Katika ile sura ya 7 aliona na malaika, si ndio? Ina maana kipindi cha mpito panaonekana malaika. Amina. Kuna tukio inayoendelea. Lakini tukio hilo ni tukio gani? Ni tukio ya kuonya wanadamu. Tukio ya kutoa nafasi zaidi. Kama unavyojua mapenzi, kila siku nasema mapenzi ya Mungu Baba ni kuona wote wakifikia toba ya kweli, hata mmoja apotee. Ndio maana watu wa Mungu, hebu ona kipindi hicho bado watu wanafanya mabaya, bado Mungu anatoa neema ya watu kuokolewa. Maana watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho Mungu hakukifanya, hakuumba moto wa jehanamu kwa ajili ya mwanadamu. Aliumba moto wa jehanamu kwa ajili ya shetani na malaika zake. Ndio maana mwanadamu kwenda kwenye moto wa jehanamu, jambo hili ampendezi Mungu. Ndio Mungu kila siku anatoa nini? Nafasi ya pili. Kama Mungu anaweza katoa nafasi ya pili kwa waliomkana, waliyemkataa, waliyemdhihaki, sisi ni wakina nani mpaka tuwaonee wengine? Wakina nani mpaka tuwanyoshe wachawi, wezi, kidole? Kwa nini tusiwaombe na tuwape nafasi ya kutubu? Lazima watu wa Mungu tuvae mapenzi ya Mungu. Lazima tuvae uungu ili tufanye nini? Tuweze kuwa na moyo kama ya Mungu. Hebu ona katika hayo yote, Mungu amejaribu kufanya kila kitu, lakini bado watu hao wamejaribu kuteswa, wamepata mapigo ya kukata na shoka, lakini bado wanasema hakuna kutubu. Lakini hebu tuone kipindi cha mpito, bado Mungu anatoa nafasi. Kama unavyojua watu wa Mungu, Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Mungu anao upendo. Ndio maana Mungu ni pendo, apenda watu. Watu wa Mungu alimfanya mwanadamu kwa mfano wake. Ndio maana watu wa Mungu, ungejua thamani yako, ungetafuta uso wa Mungu kwa bidii. Lakini watu wengi hawajui thamani yao. Hujui kama ukiniona hivi unamuona Mungu. Hujui kama ukimuona mwenzako unamuona Mungu. Maana yeye ni sura ya Mungu, yeye ni mfano wa Mungu. Lakini watu wengi hawatambui hiyo. Ndio maana wao wanakimbia kwa hukumu wanadamu, wanakimbia kwa kuua wanadamu. Sasa hivi mtu kumuua mwanadamu ni rahisi kuliko kuua kuku. Watu wa Mungu, tuvae uungu, tuvae hii roho ya upendo, tupende wanadamu wenzetu. Watu wa Mungu, sisi ndio wajumbe tuliyechukua nafasi ya malaika katika Agano la Kale waliyekuwa ni wajumbe. Lazima tusimame katika nafasi yetu. Kila mtu asikubali, popote upitapo sema Yesu ni Bwana. Tangaza hukumu inayekuja, ambia watu dhiki kuu inakuja. Mtu akijua dhiki kuu itakuwa hivyo, kwa nini ajiepushe? Lakini wewe ukimwaminisha mtu njoo upate faida, njoo upate fedha, njoo upate ununue kitu fulani sijui nini, hizo ilizi tuweke pembeni. Tufundishe watu kuhusu ufunuo na yale mambo yajayo. Hebu tuende kwenye kipindi cha mpito, tuendelee na sura ya 10. Kabla ile baragumu ya 7 itafanywaje? Baragumu ya 7 itapigwa kwenye sura ya 11 kuanzia mstari wa 15 mpaka 19 ambao tutaiona kesho. Lakini hebu tuendelee leo, tumalize kipindi hichi cha mpito ambayo ni kipindi cha mpito ya baragumu ya 6 na ya 7. Kama tulivyoona kipindi cha mpito ya muhuri wa 6 na muhuri wa ngapi? Wa 7. Hebu twende. Amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Umeona sasa, huyo malaika huyo, vigezo hivyo ni vigezo vya Yesu. Ni vigezo ambayo Bwana mwenyewe alikuwa nazo. Ina maana huyo malaika sio malaika wa kawaida. Huyo ni malaika wa uso wa nani? Wa Bwana. Maana wengine husema, watu wengi wameandika kuwa huyo ni Yesu. Yesu hajarudi, maana Yesu atarudi kwenye sura 19 mwisho wa dhiki kuu, atakapokuja sasa na bibi harusi yake. Analeta utawala wake, na jambo la kwanza anamshinda shetani kwa kumuokoa Muisraeli na kupeleka pale utawala ule wa theokrasia. Sura ya 19 hapo Kristo wala hajaonekana, lakini ametuma malaika wa uso wa Bwana ambaye anaweza kuongea kama Kristo mwenyewe. Lakini utamuona pale atakapokiri akiapa ya kuwa sasa
saa ya hukumu umefika sasa. Muda wa Bwana, ile neema sasa inafika mwisho, na inafika mwisho kwenye kupulizwa ama kupigwa baragumu ya ngapi? Ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Mungu analeta neema mpaka dakika ya mwisho. Ndio maana hata mtu akitaka kufa, bado kuna nafasi ya mtu kutubu mpaka dakika ya mwisho akapokelewa. Mtu anaweza kawa anatukana, anafanya mabaya, lakini anataka kufa tu, ukimuongoza sala toba, je, hajapokelewa mbinguni? Hebu ona upendo huo. Tukiwa hivyo watu wa Mungu, hakuna vita, hakuna mabaya duniani. Mstari wa 2. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa, akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi, naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Ngurumo 7 zinawakilisha nini? Ngurumo 7 zinawakilisha, nilisema ya kuwa ngurumo na moto inawakilisha nini? Hukumu ya Bwana. So ina maana hizo ngurumo 7 ni hukumu ya nani? Ni hukumu ya Bwana. Lakini kumbuka ya kuwa amekanyaga bahari, amekanyaga na nchi. Ina maana ni mkubwa kiasi gani akanyage bahari? Kama amekanyaga bahari na nchi, ina maana na kichwa chake inawezekana ikafika mpaka wapi? Mawinguni. Ina maana anatawala anga, anatawala nchi, anatawala na nini? Na bahari. Maana kama amekanyaga hii nchi, amekanyaga bahari, hii miguu yake naye kanyaga bahari na nchi, bila shaka urefu wake huyu, ina maana na anga amefanya nini? Ina maana huyu malaika sasa anakamata utawala wa nini? Wa dunia. Lakini mkononi mwake anao kitabu kidogo. Hichi sio kile kitabu ambacho alipewa Yesu kwenye ile sura ya 5. Hiki ni kitabu tu, kasehemu ka kitabu hicho, maana ni kidogo. Na aifunueji wakati ile tayari aliyestahili kufunua ni nini? Ni mwanakondoo, lakini mwanakondoo tayari alishaanza kuifunua. So kitabu kidogo alichopewa, hii ni kwa ajili ya kuja kutoa nafasi ingine tena kabla ya ile baragumu ya 7 kupigwa. Ina maana kitabu hicho ni kwa ajili ya nafasi ya mwisho, kwa ajili ya onyo ya mwisho kabla ya muda wa Bwana kuisha. Watu wa Mungu, kila jambo ina wakati wake. Hata hii injili inayohubiriwa itakuwa na mwisho wake. Iliongelewa habari za gharika na Nuhu, miaka 120, watu wakala na kunywa, watu wakawa wanakuolewa. Lakini ilivyobaki siku 7, alivyomaliza Nuhu, alivyokuwa anajenga, na watu wasema watu wake wanalalamika, mbona hata sauti hamna? Je, Mungu alikuambia kweli? Nuhu anaambia watu mabaya atakaye kuja, anaambia watu tujenge safina, watu wanakataa. Akaendelea kufanya uinjilisti miaka 120, lakini Mungu alishaambia kuwa moyo wangu hautashindana na moyo wa mwanadamu, maana mwanadamu naye amekuwa nani? Mkuu mnyama, naye miaka yake itakuwa 100 na haikuwa kwa ajili yetu, ilikuwa kwa ajili ya wale wakati ule, wakati wa Nuhu. Mungu akamwambia kuwa mtaishi miaka 120, alafu mimi nawakatilia mbali. Lakini baada ya pale Mungu akanyamaza. Ilipofika safina imekwisha, Mungu anamwambia Nuhu, baada ya siku 7 gharika inashuka sasa. Mungu akuongea na Nuhu mpaka alipokamilisha nini? Ndio maana watu wa Mungu, Mungu anasubiri tukamilishe safina, tukamilishe kuhubiri injili ya kweli, tukamilishe kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu ili hukumu ije. Ndio maana Yesu akasema hivi, yatatokea matetemeko, yatatokea vita, yatatokea mambo mengi, njaa, lakini mwisho utakuwa hujafika. Lakini habari njema ya ufalme wa Mungu itakapohubiriwa, safina ilivyokamilika, anaambiwa Nuhu kwa sasa, Bwana, siku 7 ijayo mvua itanyesha, ambia wanyama waingie 2 lakini wale wasafi ongeza na 7. Na sisi watu wa Mungu tukihubiri injili ya kweli, watu wakajua ukweli, bila shaka sisi ndio tunayechelewesha mambo haya kutokea. Tutakapokamilisha safina ambao ni injili ya kweli, ambao ni habari njema ya ufalme wa Mungu, ikafikia watu wote, wakaisikia hata kama watakataa. Sio mpaka wote waokolewe, ni tu ikiweza kuwafikia. Lakini sasa hivi inawafikia, maana sasa hivi uliopo kwenye YouTube inakufikia, uliopo kwenye Twitter inakufikia, uliopo kwenye MTV itakufikia, uliopo sehemu yote inakufikia.
kusikia, si eti mpaka usikie na kupokea hata kama ukikataa. Lakini habari njema itakapohubiriwa katika mataifa yote na watu wote wakaitia masikioni, basi Mungu kama alivyomwambia Nuhu ya kuwa sasa imetosha sasa, nasi Bwana atasema kuwa sasa imetosha sasa. Maana maamuzi sana Mungu. Kama alimwambia Nuhu alikuwa anajua kwa mvua itanyesha lini. Hakuambia Nuhu ya kuwa jenga safina yako miaka 120, lakini akasema tu ya kuwa wanadamu miaka yao itakuwa 120. Alijua kabisa, maana yeye ni mwanzo na mwisho, kuwa Nuhu kukuruka wezavyo, lakini baada ya mwaka 120 hapo ndio utakayekamilisha kazi hiyo. Lakini Nuhu hakujua. Hata sisi hatujui ya kuwa Mungu atamtuma mwana kondoo kuja kuchukua bibi harusi yake lini. Lakini watu wa Mungu, ishara ni tuhubiri injili ya kweli, tufundishe watu habari njema, tufundishe watu kuacha tabia mbaya, watu waishi maisha matakatifu, watu wamjue Mungu kwa kweli kweli. Tuache kufundisha haya mapokeo, tuache unostiki. Gnosticism imejaa dunia sasa hivi. Eti wanafundisha Biblia, mtu anakuambia kwa you have to preach for 45 minutes. You know, after 45 minutes people are getting tired. Why are they not getting tired in discourse? They dance till morning. Wanacheza kwenye disco mpaka asubuhi, alafu wananiambia kwa eti dakika 45 eti wanaanza kuchoka. Hiyo ni unostiki ambao ni spirit devil inafunga injili. Lazima tufundishe watu ukweli. Marais wanakaa wanaongea masaa 3-4 watu wametulia. Injili kuhubiriwa saa 1:30 kinatiza shida gani? Unostiki umeingia. Ndio maana ukienda chuo cha Biblia kinachofundishwa, jiadari, chuo cha Biblia fundishwa watu kunywa pombe. Yes. Mimi sikufichi. Lazima vyuo vya Biblia vieleze watu ukweli ya kuwa Mungu hataki watu wanywe pombe. Na shetani anafanya kazi kupitia vyuo vya Biblia. Ndio watu wanatoka kwenye vyuo vya Biblia hawakai kwa neno la Mungu tena. Maana wanaingiziwa unostiki. Muda nakuambia utengeneze ujumbe wako siku 3, masaa 72, alafu uhubiri dakika 30 watu wa Mungu. Hapo kuna kuhubiri? Hapo si kuna kucheka? Dakika 30 tu unaweka tu msingi wa ujumbe wako tayari umekwisha. Nasema hivyo watu wa Mungu. Lazima tuongee ukweli. Theological schools must change. Biblia ziliyopo, hizi vyuo vya Biblia vilivyopo hata makanisani vibadilike, vifundishe ukweli. Na watu wa Mungu, unostiki umerudi kwa asilimia zaidi ya 1000. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anachukua andiko moja anapaa nayo, anatafuta zile andiko za kubariki watu wa Mungu. Fundisha watu wajue ukweli. Unyakuo unakuja, dhiki kili inakuja. Hatuishi, wengine wanasema kwa tunaishi kwenye dhiki kuu. Dhiki kuu bado. Lazima kanisa iondolewe. Lazima iondolewe kupitia unyakuo. Ndipo sasa ifunguliwe kitabu na mwana kondoo, ambao kitabu inafunguliwa hukumu ya Bwana kupitia mwana kondoo katika dhiki kuu. Bado hizi kuchanganya watu, sijui dunia inakwisha, sijui mwezi wa pili, sijui nini, sijui mwezi, sijui nini, jua. Achana na mwezi. Aliyeumba mwezi ni Mungu, aliyeumba jua ni Mungu, aliyeumba nyota ni Mungu. Wewe unayesoma science umekuta mwezi na jua, umezaliwa umekuta. Mbona mwana science yote hajaumba mwezi ama nyota? Watuumbie tuone. Waache kuchezea uumbaji wa Mungu. Turudi kwenye kufundisha neno la Mungu, tuache bla bla. Tufundishe watu neno la Mungu achue. Ndio maana sisi tumenuia kufundisha watu neno la Mungu tuwe. Ajue. Na kama wao watakataa, tutafundisha kwa neno la Mungu. Wote tukivaa moyo wa Bwana. Ni nani anayefundisha neno la Mungu? Yesu anasema kwa anapenda wanipendao, wanitafutao kwa bidii. Mbona tusiongeze waongoze watu watafute Bwana kwa bidii? Mtu ameokoka na miaka 10 kwenye wokovu, hajui baragumu. Je, hatuka hapa wengine tunaokoka miaka 10 na zaidi? Tunajua baragumu. Baragumu ndio sasa hivi unaanza kujulia hapa. Lakini upo kwenye wokovu zaidi ya miaka 10, wengine 20. Kwa nini tuone haya tuseme ukweli? Let us speak the truth. We are in salvation more than 20 years. We don't know about the seal, about the trumpets in the book of Revelation.
What is this? What is not happening? Are we really leading people to reach eternal life? We have to go back to the drawing board and we teach people the word of God. What the world is looking for is the true word of God. Without the true word of God, then we are leading people to Hades. Kama neno la Mungu la kweli hamna, tutapeleka watu wapi? Si motoni. Lakini je, moto, Mungu hataki watu waende motoni. Hebu wana wakati wa dhiki kuu, eti Mungu bado atao nafasi mpaka mwisho. Kipindi cha mpito wa hii baragumu ya 6 na ya 7 ni kwa ajili ya tena watu kupewa tahadhari kabla ya baragumu ya 7 ili wabadilike wamrudie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende tuone kipindi cha mpito. Mstari wa 6. Akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na kati baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika 7 atakapokuwa tayari. Umeona sasa, anaapa kwa jina la aliye hai ya kuwa apata kuwa na nafasi tena, yani mpaka atakapopiga yule malaika wa baragumu wa 7 atakapopiga, imani atakuwa ndio mwisho. Ndio maana nakwambia hiyo tena ni kutoa tahadhari. Hicho kipindi cha mpito katika dhiki kuu itatoa tahadhari ili watu wengine bado wamkimbilie Mungu. Lakini tumeona kwenye mwisho wa sura ya 9 ya kuwa nini? Tumeona kuwa bado wamekataa kutubia uchawi. Na uchawi wa kipindi cha mwisho, hasa hivi uchawi umepanda ngazi. Mchawi anakuja na logo mpaka kanisani. Kanisani. Alafu anadharau sana wachungaji, anasema wachungaji sote wakanyaga. Anakushangaa, anakucheka ujingo na hapo mkanyaga katika jina Yesu. Na kanyaga wachawi wote anakucheka, anasema kanyaga mchawi mchana kanyagwa hivi hivi. Mchawi yuko kwenye ulimwengu wa kiroho bwana. Unamkanyagaje hivi hivi? Wewe. Wanadharau sana wachungaji, alafu wachungaji wenyewe waoga. Akimwambia shikamoo mchungaji, Yesu. Wewe unamkemea. Amekuwa pepo huyo. Amekuwa pepo huyo. Yesu alikemea wanadamu. Yesu alikemea mapepo. Wewe badala ya kukemea mapepo unakemea wanadamu. Shinda kwa jina la Yesu. Mbona unakimbia? Ndio maana watu tumewapa jeuri. Wameota mapembe kwa sababu ya sisi. Tumewapa haki ya mzaliwa wa kwanza. Wenye haki wa Bwana ni majasiri kama simba, wasiokuwa wa haki hukimbia hata pasipo kufuatwa. Mbona unakimbia wewe? Umefundishwa hata mkono wako huwezi kumpa mchawi. Mchungaji, mkono wangu ninaambia kwa atachukua. Sasa aliyepo ndani yako ni mkuu, aliyepo ndani ya mchawi mkuu. Basi aliyepo ndani ya mchawi ni mkuu kuliko aliyepo ndani yako. Mimi aliyepo ndani yangu ni mkuu. Ndio maana mchawi nampa mkono. Ndio maana mchawi namwambia kuwa ile neema iliyoonekana nikaokolewa, ionekane naye okolewe. Maana Mungu amempa nafasi apate kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kabisa kuwa huyu malaika anayetisha, mwenye sauti kama simba, ambaye ana vigezo kama vya Yesu alivyoonekana kwenye ile Ufunuo sura ya 1 mstari wa 9. Anaonekana na vigezo hivyo, lakini hebu sikia na hapa ya kuwa muda umekaribia mwisho wa Mungu. Ya kuwa muda uliyebaki ni mpaka yule malaika wa 7 atakapopiga ile baragumu ya ngapi? Ya 7, alafu itakuwa ndio mwisho. Tukitoka kwenye sura ya 11 tunaingia sura ya 12 ambapo anatokea vita, anapigwa yule joka akishushwa chini, tayari ameandaa muhuri wake. Sasa tunaanza miaka 3.5 ambao hakuna neema ya Mungu tena hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumalize. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama walivyohubiri watumishi wake au manabii. Mstari wa 8. Na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni. Umeona sasa? Hapo amekiri kabisa kuwa yale yaliyohubiriwa na manabii yapi? Siku ya Bwana. Yapi? Siku ya hukumu. Na manabii wote ya kuwa sasa yatafanya nini? Yatatimia. Yanatimiaje? Katika ile baragumu ya 7 inapopigwa, ambayo hiyo baragumu ya 7 inatoa tena vitasa ngapi? Vitasa 7 ambayo yatakuwa ni mapigo mbaya haijawahi kutokea. Kuelekea kwenye nini? Kuelekea kwenye ile
mwisho wa dhiki kuu ambao ni mwisho wa miaka mingapi? Miaka 7. Sasa tunaelekea kwenye mwisho wa miaka 3 na ngapi? Ikisema enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba nipe kile kitabu kidogo. Akaniambia kitwae ukile, nacho kitakuwa uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitoa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule nikakila, nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu, na nilipokwisha kukila tumbo langu likawa uchungu. Akaniambia imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Hebu ona kwa katika kipindi kifupi kilichobaki anaambiwa akitoa kitabu hicho akile. Kula kitabu ina maana ni kulisha roho yako, kuchukua yale mafundisho ya Bwana na kufundisha. Tuliona Ezekieli sura ya 3, naye atakaye soma tuone Ezekieli naye anapewa nini? Anapewa gombo, anatafuna, anaona ni tamu, lakini huyu ilipoingia tumboni mwake inakuwa chungu. Ina maana neno la Mungu bila shaka unapoambia watu masuala ya wokovu, na masuala gani? Masuala ya wokovu na masuala ya msamaha, inakuwa inapendeza, si ndio? Unapoambia kuwa hukumu ya moto unakuja, je, sio chungu? Ndio maana alipewa ale ya kuwa atakavotoa unabii na kufundisha kwa wale ambao bado kipindi kifupi kimebaki, wakiwa katika kipindi cha nini? Apate kuwafundisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na nimepata hiyo Ezekieli. Yeremia naye alipata kusema neno la Mungu ni tamu kama asali. Imeandikwa, akaniambia mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na watu wa Israeli. Basi ale kwanza ndio aende kusema na wana wa Israeli. Yule akaambiwa atwae akale. Alipokula kwenye kinywa kilikuwa kitamu kama asali, lakini kwenye tumbo kikawa nini? Kichungu. Lakini anaambiwa kuwa atoe nini? Atoe unabii. So Bwana alipokula gombo Ezekieli akaambiwa, maana alikuwa utumwani. Kumbuka ya kuwa Ezekieli alikuwa nabii, alikuwa katika nchi ya utumwani. Alikuwa katika nchi ya utumwa gani? Ilipofika mwaka wa 595 kilichofuata ya kuwa tayari Nebukadneza alikwenda, alafu kilichofuata ni nini? Akauzingira mji, lakini akachukua dini, akachukua mateka ya watu akapeleka Babeli. Wakati huo wala akuiangamiza mji ule, na Ezekieli naye akawa amechukuliwa, lakini tayari alikuwa na miaka 25. Ilibakisha miaka 5 ili awe sasa amefikisha miaka 30 aanze kufanya kazi ya ukwani. Lakini kule utumwani Babeli, kando ya mto gani ule? Kiberi. Mto Kiberi. Kilichofuata ni nini? Akaona maono. Anaambiwa ya kuwa yeye hatakuwa ni kuhani tena, maana hakuna hekalu nchi ya ugenini, lakini akachaguliwa kuwa ni mlinzi, kuwa ni nabii. Alikuwa nabii katika nchi ya ugeni, lakini Yohana alikuwa ni mtume katika nchi ya ugeni, naye alikuwa kifungoni, alikuwa kwenye kisima cha Patmo. Ndiyo maana kila kitu kinayo picha yake, kinayo uhalisia wake. Ina maana Ezekieli alikuwa katika nchi ya ugeni, naye akatabiri, akatumwa kwenda kwa wale jamaa zake. Naye huyu anayeona maono haya ambao ni Yohana Mtakatifu yupo kwenye kisima cha Patmo, anaona maono hayo, lakini anatumwa wapi? Aende kule katika nchi, maana kisima kile kilikuwa kidogo. Jinsi ambayo Ezekieli alivyotumwa atoke pale katika nchi ya Babeli, aende wale wa Israeli waliokuwepo wapi? Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe unaposoma kitabu hichi na kuelewa kinakuwa kitamu. Unapokuwa kitamu kwako, bila shaka na kimeze, natakiwa kile ulichokimeza ukitoe tena ufundishe watu wengine. Lakini katika kufundisha kuna mambo mengine kufundisha wengine wanaweza kupiga. Utakapofundisha
Utakawaambia Bwana Mungu anakupenda, Mungu atakusamehe, bila shaka watacheka cheka. Ukimwambia Bwana acha uzinzi utakufa, hujatukanwa hapo, hujapigwa hapo. Ndio maana kitamu kwenye kinywa, lakini kwenye tumbo ni nini? Ni kichungu. Lakini sasa tuko katika muda wa mpito, tukielekea kwenye ile baragumu ya 7, ambayo katika sura ya 11 kesho na mstari wa 15 tutaona ikipulizwa baragumu. Lakini kumbuka, malaika huyu ameapa akitangaza ya kuwa mwisho sasa wa Bwana umefika, ambayo ni katika kupuliza baragumu gani? Ile baragumu ya 7. Na kinachofuata ni hapo sasa, kipengele cha kwanza ambao ni miaka 3.5 itakuwa imeisha. Tutaingia kwenye kipengele cha pili, tukienda kwenye sura ya 12, ambao na mpinga Kristo nao sasa atakuwa tayari kuweka watu mihuri. Akishawekwa mihuri, basi huyo ni wa kwake milele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtu mmoja aulize swali niombe. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika kwenye baragumu ya 6 na tumeingia katika wakati wa mpito, sura ya 10. Tunasubiria kuingia katika ile baragumu ya 7 ambao ni sura ya 11. Nisikie mtakatifu mmoja mwenye swali kuhusu sura ya 9 na ya 10. Nasema hivi, twende wiki ijayo tukimaliza, ninaanza tena wiki nyingine nitakuwa nayo ya kuanza tena sura ya 1 mpaka sura ya 22. Lengo langu ni ujue. Lengo langu ni ujue. Ukijua mtu wa Mungu utafanya mchezo na maisha yako. Wala hautaongea mambo yasiyostahili. Utaongea yaliyo ya kweli. Utasimama na kusimama kuwakilisha ufalme wa Mungu. Maana watu wa Mungu, watu wengi sana wanasema siku za mwisho zinakuja. Siku za mwisho zinakuja wakati tunaishi kwenye siku za mwisho. Wanayechelewesha kalenda ya Bwana ni watakatifu. Maana kama tutaishia kufundisha mambo yasio ya habari njema ufalme wa Mungu, basi mwisho hawezi kufika. Na shetani ameiondoa. Ni nani anayefundisha kama Yesu alivyofundisha? Je, Yesu akufundisha mambo haya? Je, anafundisha makanisani? Lakini watu hao shetani amewaingia. Ndio maana shetani anataka icheleweshwe kurudi kwa Bwana. Inacheleweshwaje? Kwa sababu habari njema ya ufalme wa Mungu haifundishwi. Ni sharti ifundishwe, ndipo mwisho utakapofika. Lakini sasa kama wewe unafundisha watu, unafundisha mstari mmoja na uhusu upendo, pendaneni kama Bwana alivyopenda, walivyopendana. Sasa tupendaneje sasa? Upendo ni Mungu mwenyewe. Upendo ni kuishi maisha matakatifu. Wewe mbona maisha matakatifu uniambie niishi? Unaniambia tu mimi nibarikiwe. Nichukue vya kupaka nipaka nibarikiwe. Vya kupaka viwezi kufanya uwe mbarikiwa Bwana. Vaa vazi safi, matendo mema, ili watu wa Mungu tusije tukawa katika watakayeteseka katika dhiki kuu. Unajuaje kama tayari habari njema ufalme wa Mungu imeanza kuhubiriwa? Kama ni nyakati za mwisho, ichukue muda. Wengine watafundisha kila sehemu, lakini pia inawezekana hata watu wachache wakafundisha duniani kote, kwa sababu kama unafundisha alafu inaonekana duniani kote, inachohitajika ni nini? Sio watu wote waokoke, ili mradi dunia yote habari njema ya ufalme wa Mungu ifanye nini? Iwafikie. Ikiwafikia, haijalishi wameipokea, haijalishi wamekataa, ikiwafikia tu, basi mwisho utafanya nini? Utakuja. Nani mwenye swali? Nani mwenye swali? Anybody with any question? Asante. Kama ulivyoongelea kwenye utangulizi, lakini tukaja tukagoti kwenye sura ya 9 na ya 10 tukiongelea habari, tukakaa pale kuongea habari ya baragumu. Zikaongelewa baragumu kama tulivyoishia hizo baragumu. Tumeishia baragumu 6. Sasa baragumu hizi kama ulivyoelezea, zinaelezea vipindi vya mapigo, kipindi cha kile cha dhiki kuu kama ulivyosema. Sasa kwenye mambo ya baragumu, kesho tutahamia vitasa. Nisiende mbele sana. Kesho tutahamia kwenye mambo ya vitasa na mengine na mengine na mengine. Hasa haya hatima ya mambo yote haya, tunajua kwamba yanaelekea kwenye kulenga hukumu. Wengine wanaingia mbinguni, wengine wanaenda jehanamu. Shetani anatupwa jehanamu na wafuasi wake. Sasa
hatima ya mambo yote haya. Kama ukisoma kwenye sura ile ya mishoni, anasema hawa maadui zetu watakapokuwa wamewekwa chini ya miguu na kutupa mle. Sasa baada ya mambo yote haya kutakuwa na maadui wengine wa Mungu tena? Watakuwaje wakati wameshapelekwa kwenye hukumu ambao ni moto wa jehanamu? Of course wale wanayekufa katika dhiki kuu wote, watu wa Mungu wanayekufa katika dhiki kuu wote wanasubiri ufufuo wa pili ambao ni mwisho wa nini? Mwisho wa utawala wa millennium ama miaka 1000 ambayo ni katika mwisho wa sura ya 20. Na bila shaka hapo sasa ule moto wa jehanamu utakuwa umeshushwa, na hapo ndipo kile kiti kitakaposhuka. Ina maana wao tayari wamekwisha hukumiwa. Ni kuwadhibitishia, maana Mungu ni hakimu wa haki, ili kila mtu asione ameonewa. Baadaye watatupwa motoni. So ina maana kinachofuata nini? Ule mji utakayeshuka, waovu wote watakuwa walishatolewa, hamna kitu. Ina maana watakuwa watakatifu. Hakuna tena nini? Hakuna adui, hakuna mtu anayeitwa adui. Adui ni shetani. Kama unaona mtu ana adui, basi shetani anafanya kazi ndani yake. Ni roho ndani yake. Mungu akuumba adui hata ngapi? Shetani hufanya kazi ndani ya watu. Kama kuna adui, basi shetani ndiye adui. Lakini mwanadamu anao nafasi ya hata anapotaka kufa, anasema Yesu, Baba Mungu nipokee. Halafu Roho asema, Baba rehema, bila shaka wote aliyekupokea wote wamefanyika kuwa watoto wako, naye amepokea Bwana. Unamaliza, anakata roho, eti huyo mtu anakwenda mbinguni. Ni jinsi gani Mungu lengo lake ni wote waokolewe. Lakini mbona sisi hatutaki hivyo? Tukisikia mchawi tu mahali amepigwa, nani anayemwambia mchawi aokoke? Nani anayemwambia yule mganga aokoke? Nani anayeongea wale wabaya wote ili waokoke? Kama Mungu anatoa nafasi katika vipindi tofauti tofauti katika dhiki kuu, hata wale ambao wamekataa kutubia uchawi, bado malaika anawatangazia ya kuwa mwisho umekaribia sasa. Bado inatolewa nafasi ya wafanye nini? Wapate kutubu. Watu wa Mungu, mapenzi ya Mungu ni kuona kila mwanadamu anaokolewa. Mungu anamtazama mwanadamu, maana mwanadamu ni yeye. Katika uumbaji, kilichoumbwa kwa mfano na sura ya Mungu ni wanadamu. So mheshimu sana mwanadamu. Kila mwanadamu umheshimu, mpende, maana ukimwona umemwona nani? Umemwona Mungu. Nani mwingine mwenye swali? Mimi nauliza kuhusu mambo ya kupinga Kristo. Maana kwa Yohana nimeshaona kwamba amesema wapinga Kristo wameshakuwepo tayari. Sasa huyo wapinga Kristo wa kipindi hicho na mpaka sasa hivi na huyo anayekuja, kuna tofauti gani kati yao? Kuna roho ya mpinga Kristo ndani ya watu. Mtu yoyote ambayo anafundisha kinyume na Yesu ni mpinga Kristo. Lakini kuna wakati ambayo atakuwepo na mwanadamu mmoja ambaye atakuwa kama senta ya utawala ya wapinga Kristo wote. Na ile roho ya mpinga Kristo inayetoka baharini, tutakayeona katika ile sura ya 13, tutaona mnyama atokee katika nini? Katika bahari, mwenye vichwa 7 na pembe ngapi? Na pembe 10. Umeona sasa? Huyo roho atatoka, atakuwepo ndani ya nani? Atakuwepo ndani ya mwanadamu kabisa, atakayetenda kazi kabisa. Yeye ndiye atakayefanya nini? Yeye ndiye tuliyemuona yule ambayo amepanda nini? Amepanda farasi gani? Nyeupe. Lakini utawala wake unaanzia pale azuiaye, ambao ni kanisa limefanya nini? Limeondolewa. Ina maana kanisa linanyakuliwa katika Ufunuo sura ya 3 na sura ya 4. Alafu sura ya 4 na sura ya 5 inaonekana kule mbinguni tayari. Ndipo sasa kitabu kile kimeshikwa na aliyekaa kwenye kiti cha nini?
cha enzi, lakini malaika mmoja anapiga kelele akiuliza kuwa ni nani anayestahili kukitua kitabu hicho ili aende akafanya nini? Ayaendeshe kipindi cha Bwana ambacho kinafata. Sasa panakuwa na kimya, alafu Yohana anaanza kulia, lakini mzee mmoja wa siku anamwambia hivi, usilie, maana aliye simba wa kabila wa Yuda, aliyechinjwa na kumnunulia Mungu watu kwa damu yake, yeye astahili kukitua kitabu hicho na kufanya nini? Bila shaka mwanakondoo anakuwepo mkono wa kuume kati ya kiti cha enzi, naye watu wote wanainama na kusema kuwa wastahili wewe kukitua kitabu hicho na kikufungua. Anakuwa tayari kukitua sasa mwanakondoo ambayo ni Kristo. Sasa hapo tayari dhiki kuu inataka kwanza, lakini sasa inapofunguliwa kitabu kile, kinachotoka ni nini? Kinafunguliwa muhuri wa kwanza. Anayefungua ni nani? Anapewa mamlaka mpinga Kristo. Hata shetani mwenyewe, tumeona malaika yule aliyetoka mbinguni, ile nyota ikifungua kuzimu, alafu mashetani anatoka, ya kuwa ni kipindi kilichopangwa na Mungu ya kuwapa watende kazi. Sasa hivi mashetani hafanyi kazi kwa wingi huo, wachache, maana hawaruhusiwi, watafunguliwa. So inapofunguliwa muhuri sura ya 6, anayefungua ni Yesu, anayempa mamlaka mpinga Kristo. Tayari aliyekuwa na mzuia ambao ni kanisa imeshaondolewa, tayari anajitokeza. Inapofunguliwa muhuri wa kwanza, anatoka farasi mweupe, amepandwa mtu, ameshika uta. Uta ni ule upinde, lakini ana mishale, lakini amevishwa taji. Ina maana anaanza kupatanisha watu, anajionyesha amekuja kwa amani, lakini huu upinde akichukua mishale, je, si vita tayari? Ina maana ni amani kwa muda mfupi, baadaye huyu mtu tena mpiganaji. Lakini anayemfungulia ni nani? Ni Bwana Yesu, ili atende kazi. Yani wabaya wanatumika kuangamiza wabaya. Katika hukumu, fuatilia vizuri sana. Yule aliyepanda farasi mweupe ndiye anaye wapa nguvu aliyepanda farasi mweusi, farasi mwekundu na farasi wa kijivu. Kwa nini wale malaika wakaachiwa, wale waliotoka Frati? Wale ni malaika wachafu, maana walifungwa. Ukisoma pale inaonyesha kwa wamefanya nini? Walifungwa. Ni nani waliyefungwa? Tukisoma kwenye kitabu cha Yuda mstari wa 11, inasema kuwa na wale malaika walioacha enzi zao wamefungwa kwenye nini? Kwenye giza. So malaika waliyefungwa, malaika wafungwi. Ina maana wao waliyefungwa hawa ni malaika wabaya, wanakwenda kutekeleza uuaji wa theluthi moja ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna malaika ambao ni wa nuruni ambao amefungwa. Ukiona aliyefungwa, ina maana wale wa nini? Waliyefanya kosa. So tayari Mungu anatekeleza huu hukumu, lakini kupitia mashetani na wanadamu ambayo wana roho ya mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wabaya kwa wabaya, si wazuri. Nani mwingine mwenye swali kabla sijaomba? Kosta. Mzee wa siku si Mungu. Mzee wa siku ni Mungu, lakini kuna wazee 24, si ndio? Wanajua kitu cha enzi. Lakini siku zote ukisikia mzee wa siku, aliye mzee wa siku ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mzee wa siku ni hiyo, ni title ambayo ni ya baba yetu, nafsi ya baba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Nataka kuulizia kwamba ile funguo ya kuzimu ambayo anayo Yesu, una maana yeye ndio anayefungua. Bila shaka sisi Yesu alichokuwa naye ametupa. Ina maana ile funguo ni mamlaka, so tumepewa. Lakini kumbuka ya kuwa wakati wa ule hukumu atampa malaika ambayo atafungua kuzimu, watatoka wale mapepo.
Ina maana tayari Yesu atakuwa anatenda kazi, lakini akitumia wajumbe ambao ni malaika. Maana yeye si atakuwa kule mbinguni tayari anasubiria aje katika ile kipindi cha mwisho wa dhiki kuu, so asingeenda kila sehemu. Ina maana hata Mungu anapotenda kitu anatenda kupitia malaika. So ina maana Yesu tayari ameshaanza, anapoanza sasa utekelezaji wa hukumu tayari ambao Baba amemkabidhi Mwana sasa. Maana tuliona kwa mbinguni wale walieabudiwa walikuwa ni wawili, Mungu Baba na Mungu Mwana. Amina. Wao wakawa wanaabudiwa, lakini Mungu Roho Mtakatifu akaonekana tu katika utendaji pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Costa imekwisha. Nani mwingine mwenye swali? Na kuomba ukienda nyumbani soma sura ya 11 na 12, wala usiwe na haraka. Tutakwenda katika hizo sura mbili kesho, alafu siku ya Jumapili tukienda kwenye kuona nyakati za mwisho, unyakuo na dhiki kuu. Hizi tatu tukiona, basi tutakapoendelea Jumatatu mpaka Ijumaa, bila shaka tutakuwa tunapata taswira nzuri. Na tutakapomaliza Ijumaa, ile wiki nyingine tarehe 26 mpaka 30, nataka tena nitapitia na watu tena. Anza kwenye sura ya kwanza, maana itakuwa ni kipindi cha mapumziko, si ndio? Wiki tena ufaidi tena, na tutakuwa tena live bila chenga, kwa jina la nani? Yesu. Swali la mwisho kabla sijamshukuru Bwana. Basi nashukuru Bwana. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya neema yako iliyopo pamoja nasi. Tumeona mambo yanayohusu Baba kipindi cha dhiki kuu. Tumeona Baba wa rehema ole Baba tatu za mwisho yanayohusu wanadamu, yanatuhusu Bwana. Tukaona Baba wa rehema baragumu ya 5, tukaona na baragumu ya 6, jinsi ambayo Baba wa rehema baragumu ya 5 Baba wa rehema, jinsi Baba wa rehema yule nyota alivyopewa funguo na kwenda kufungua Baba wa rehema shimo na kutoka yale mapepo, Baba muweza wa yote, na wale mapepo ambao wanawakilisha wale malaika waliofungwa Baba wa rehema, nao wakachukua nafasi ya kupita katika nchi na kuangamiza theluthi moja. Wale mapepo walisumbua watu pasipo kifo Baba wa rehema kwepo, na kifo kukimbiza watu. Yawezekana Baba wa rehema ya kuwa kuna baadhi ya maumbo hayo ambayo yamedhihirika katika miili ya watu wako, ingawa wamefungiwa Baba, hawajaruhusiwa kutenda kazi mpaka wakati ule Baba wa rehema. Lakini kuna wale waliojificha na kuingia katika maisha ya watu wako. Ninaagiza Baba wa rehema mapepo yote, nyota Baba wa rehema waliofunguliwa, na malaika Baba wa rehema wachafu wote Baba wa rehema. Baba wa rehema, maana nyota inawakilisha malaika. Yawezekana ikawa malaika wa nuru na malaika wa giza. Malaika wa giza wote walieng'aa Baba wa rehema. Nami katika jina lako Bwana Yesu, ninaagiza yatoke katika maisha ya watu, yatoke katika nafsi ya watu wako, yatoke katika roho za watu wako Baba wa rehema. Kumbe wale panzi wakawa na meno kama simba. Kuna watu ambao katika miili yao wanasikia vitu vikitembea, vitu vikiwang'ata, vitu vikiwachoma choma. Enyi mashetani mliopenyeza na kuingia ndani ya watu wa Mungu, kipindi chenyu cha utawala bado, maana bado yupo azuiaye ambao ni kanisa. Ninaagiza kama kuna roho yoyote chafu aliyepenya na kuingia kwenye maisha ya mtu, kwenye nafsi na roho na mwili, na kuanza kufanya yale mambo yanayotakiwa yachukue nafasi yake, baada ya ile baragumu ya 5 na ya 6 kupigwa ama kupulizwa na wale malaika, waanze kudhihirika na kutoka. Kama kuna mtu ambao mwili wake inayo kiumbo chochote, inayo mdudu wowote aliyetoka kuzimu, natumia nguvu ya msalaba wa Yesu. Katika nguvu ya msalaba wa Yesu, nguvu ya kitabu cha Ufunuo ipite katika nafsi, roho na mwili wa kila mmoja, na kuanza kuwaonyesha ya kuwa enyi mlievaa maumbo hayo ya wadudu, maumbo ya simba, maumbo ya nge, maumbo ya majoka, maumbo ya kila wanyama, tayari nguvu ya kitabu cha Ufunuo ipite katika viungo vyote, na kuanza kueleza kila roho chafu ya kuwa umekosea, muda wako bado, anza kubeba mizigo yako kwa jina la Yesu. Kila uliyejificha, muda wa utendaji kazi yenyu
haujafika, pamoja na kuna mtu aliyetoa kafara, akamwaga damu, akaamua mashetani hawa watoke kule kuzimu walikofungiwa na kuja kabla ya wakati, nasema ya kuwa tumewatambua kwa jina la Yesu kupitia kitabu cha Ufunuo. Ninasema ya kuwa uliyejificha umefichuliwa. Anza kuchukua nafasi yako, anza kubeba vitu vyako vyote. Ninaondoa uvumilivu wako, ninaondoa kifuniko kilichokufunika. Chukua vitu vyako haraka, kila roho ianze kuchukua vitu vyake. Nasema hivi, chukua vitu vyako, toke hapo. Umekosea hapa, umekosea. Nataka uanze kutoka. Umekosea njia. Fanya haraka, wakati wako bado wa kutenda kazi. Hamjapewa mamlaka ya kutesa watu wa Mungu. Hawa wana mihuri ya Mungu ambao ni wokovu. Injili ndio muhuri wao. Nataka mtoke ndani yake. Neno la Mungu lipite kwenye mwili wa kila mmoja. Kapara tokoto, mapigo yaliyeanza